Marehemu alijeruhiwa kwenye kichwa chake, upande wa kushoto kwa kichwa chake alipokatwa na kitu chenye ncha kali. Na baada ya taarifa zile kunifikia mimi, nilipiga simu kwa mtendaji ambaye alikuwa mjini, nikamwelekeza taarifa apeleke polisi. Alipeleka taarifa polisi. Bahati nzuri polisi walikuja mnamo saa 5, walifika eneo la tukio na kukuta viashiria vingi vilivyokuwepo pale. Kwanza palikuwepo na damu zimemwagika ambazo muuaji alizikwangua na jembe na kutupa kwenye shamba la mahindi. Lakini kadhalika kulikuwa na mburuzo kutoka sehemu ya tukio alipofia marehemu, alipokatwa marehemu na kuburuzwa na kuingiza ndani chumbani anakolala. Askari kwa utaalamu wao waliweza kugundua kwamba pana makosa. Walivyomuuliza mke wa marehemu, mwanzo alikataa kusema kwamba hakumjeruhi na kitu chenye ncha kali, ila alitumia kibao ambapo alimpiga ndipo kilichomkata. Baada ya kutafuta kwa muda mrefu hatukufanikiwa kukipata tukiwa na pamoja na polisi. Lakini baada ya kumuuliza kwa muda mrefu alikubali kwamba ni kweli nilimkata na kitu chenye ncha kali ambalo ni panga. Kwa sisi wa mama ambaye tumekuwa sisi tuseme tumekuwa kama ni baonza kwa baba, tunavyowanyanyasa si vizuri. Kwa sababu mama alikuwa tukio la kwanza kumnyanyasa yule baba. Mara nyingi yule baba alikuwa akikaa, kula kwake ni kwa shida, kulala kwake ni kwa shida. Tena huyu mama alijieleza kabisa yeye mwenyewe kusema walitengana na mume wake muda, wakawa walali sehemu moja, na amemzalia watoto 6 na wote wapo hai. Wa kiume wakiwa 3 watangulizi, wa kike wakiwa 3 tena wa nyuma. Kwa kweli nijisikia vibaya. Mama mwenzetu hakutulia hata siku moja. Muda wote yeye alikuwa ni ugomvi na mtu. Hawezi akakaa zaidi ya masaa 3 4 na wamama wenzie asigombane naye. Sasa kutokana na hili kumuua baba watu yule, kwetu na huzuni kubwa sana. Kwa sababu ilikuwa ni tegemezi kwetu na ulikuwa ni msaada kwetu. Baba watu alikuwa na ugomvi na mtu, hana utata na mtu na hajawahi tukanana wala kugombezwa na mtu. Yeye muda wote ni mchapakazi, lakini tuliona ajabu mama kutuambia hivi yeye baba huo halimi ndio chanzi cha kuanza ugomvi mpaka kufikia vile. Kwa kweli kama ni serikali tunaomba itusaidie. Wamama wote na saa nyingine ikiwezekana serikali itutembelee kwa sisi vijijini huku kutokana na unyanyasaji tunaowanyanyasa wa baba. Kwa sababu siku kabla ya tukio hili mimi ni jirani, na wakati yeye anapita yule marehemu nimuona kwa umbali akanisalimia nikiwa mashineni. Nikamsalimia nikakuta anapita akielekea maeneo ya kilabuni. Kwa sababu mimi si mwingi sana wakuja kilabuni. Hili swala mimi kuja kulisikia nilisikia mida kama ya saa 11 napigiwa simu niwaite jirani zangu kusudi kuamsha kusema jamani kumekucha tuendage shambani. Nikakuta wanasema hujasikia, nikasema sijasikia tukio lolote. Akasema mbona hapo jirani penu hapo mtaani hapo kuna mtu ameuawa kwa kifo kibaya. Nikasema ameuawa kwa lipi? Nikaambiwa hivi ameuawa kwa kupigwa na kitu chenye ncha kali kichwani, juu ya sikio amepatiwa majeraha makubwa. Na hizo taarifa zilivyosikika baada ya tena kufika nikaja maeneo ya kilabuni nipate ushuhuda kamili, kwa sababu swala huwezi ukalitokea kama ilivyo tu ukaondoka nalo. Kaondoka nikaja nikakuta kuna watu wamesimama, nikauliza nyewe vipi? Mbona mnaonekana mna huzuni, hamna mwelekeo wa kwenda shambani? Wakaniambia hujalisikia. Nikasema hamna. Wakasema uko jirani kwenu mtaani kwenu hapo jirani kuna mauaji yametokea. Ndio pale nikaondoka nikawaita na wenzangu majirani, ndio kufika pale penye tukio. Kabla ya kufika kwenye tukio kwenye nyumba ya huyu mama ambaye alifanya tukio hili, kwetu tukakuta nakuja amejitwisha mkono wa kulia kichwani, nguo nyeupe moja ilikuwa na madamu na viatu. Kumuuliza kuna nini, kulikoni, mbona unalia? Akasema mume wangu amekufa. Amekufa? Akasema yeye amekufa. Amepata ajali, mbona hiyo nguo ina damu? Akasema ameuawa. Kweli tulifika, mimi nikiwa jirani kama ni mgambo hapo, nikabaki pale tunaulizana na majirani zetu, tukawapigia simu wakaja. Walivyokuja yule mama ndio tukabaki tunamuuliza. Tulivyoondoka hapa kufika njiani kweli hatukufanikisha kufika naye hospitali. Kwa tufika naye getini tukamgongia mlinzi, akasema taarifa nimeshapata na dokta na nesi wenu, dokta ameshajulisha ukiona inafika gari hapa pokeeni mgonjwa. Kwa tukampokea yule dereva na mimi, lakini kumshusha yule mgonjwa hali ilikuwa ameshakata roho. Kwa dokta alikuwa ameenda kitanda, tukamshusha tukamweka pale, dokta kaendelea na mambo yake shughuli zake, lakini hakufanikisha pale lote.
Baadaye daktari akaniita na kuomba, akanieleza sawa bwana, huyu mgonjwa amefia njiani. Kwa bwana haina namna, naomba tumpeleke mochwari. Akasema daktari, asante. Na mimi sina maamuzi, mimi kama nimemsaidia kama ndugu. Wakati hapo nimeshamtafuta mwenye kiti wa mtaa Barozi, akawa patikaniki. Ili nimjulishe kwa sababu hapa mtaani pako kuna mtu wako nimetokana nimkimbiza hospitali. Lakini baada hapo nikapata kushirikisha ndugu yake, nikampigia simu, kuna ndugu yako 1 2 3 nimeondoka naye hapa nyumbani pake, ampigwa na kitu ambacho hakifahamiki, yupo hospitali. Akasema hana shida na kushukuru kwa msaada. Toka hapo ndio tukaifanya, katushinda, nikarudisha na tukampeleka mochwari, tukarudi tena kwenye tukio. Baadaye ndio ukawa unafanyika upelelezi, wakaja serikali imeshafika hapa, ukaguzi ukawa unaendelea. Baada tuendelee kusubiri, kuja polisi wakamhoji, akawa na goma. Baadaye alikiri kwa samani nimpiga na kibanzi. Alikuja afisa mpelelezi wa mkoa na maaskari waliotoa watoto pembeni, na sisi tukaitwa tukaelezwa hadharani. Kwa hiyo nikamsema kweli nakiri nilimpiga na kibanzi. Kwa sababu kibanzi kipo hapo, nauliza askari, nirusha polini. Tukaanza kusema kitafuta hapo uwanjani pake. Tafuta kibanzi kile kawa hakipatikaniki. Akarudi tena akamkalisha yule ampelelezi. Mpelelezi kamuuliza, akasema nakuuliza mama, hivi wewe hapa uwanjani hapo umekaa kwenye kiti, unaweza kudondoka hivi halafu kichwa kikapasuka? Akasema hamna. Yule mpelelezi akasema naomba tunyoshe maelezo tu. Baadaye akakira sasa, samani, naomba niseme ukweli, nilimkata na upanga. Kujeleza kata na upanga yeye kweli, akasema nilipomkata ni uficha kwenye kona chumbani. Ndio kumoja askari yule baadaye akakubali. Kwa kweli nitenda tendo, lakini tendo nitenda, ugomvi ulianza. Ye mume wake alifika akachukua upanga itaka mkate kwa mke, kampokonyoa akamkata yeye. Kwa maelezo ndio aliongea kwa askari. Askari akasema tunashukuru, kwa ingia kwenye gari. Akaenda kufanya shughuli zake. Akamuuliza mbona hapa alipodondokea hapa, mbona pamekwanguliwa pana damu uwanjani? Mbona hatujaona huku mbele hamna damu, zote ziko alikotokea wakati akirudi, akitokea kilabuni. Kwa hiyo ndio tulishi hapo. Hili ni tukio ambalo limetokea katika kijiji kinaitwa Lwangu. Kuna mtu ambaye ni mwanaume ana miaka 59. Huyu aliuawa kwa kukatwa na panga kichwani na mke wake ambaye ana umri wa miaka 50. Lakini sababu ya tukio hili ni ugomvi wa kifamilia, kwa sababu mwanaume alikuwa ambaye ni marehemu kwa sasa alikuwa akimdai jembe la kulimia huyu mwanamke, na wakati anakuja kulidai hilo jembe alikuja akiwa na panga, ambapo katika purukushani mwanamke alimzidi nguvu na kulichukua lile panga na kumjeruhi. Kwa mtuhumiwa amekamatwa, tunaendelea naye, na upelelezi utakapokuwa umekamilika, basi hatua zile za kumfikisha mahakamani zitafuata.